alikuwa katika utumwa kule Misri, na ukiwa ni msomaji wa Biblia unapenda kufuatilia sana kitu gani kiliwapeleka kule utumwani. Ilikuwa ni dhambi ya kumuuza ndugu yao. Alikuwa anaitwa nani? Yusufu. Tumsifie Yesu Kristo. Wakiwa kule Misri wakajikuta wamekuwa watumwa baada ya kifo cha Yusufu. Wakamlilia Mwenyezi Mungu, Mungu utuokoe katika mateso haya. Mungu akajibu, na katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 akamtuma Musa, nenda kawatoe wana wa Israeli, kawaokoe kutoka katika mkono wa Farao anayewatesa. Musa hakupenda hii nafasi, alienda kwa utii. Hatua za kuweza kutoka, Mwenyezi Mungu alifanya yafuatayo. Ya kwanza, alileta mapigo 10 kwa Wamisri. Wamisri walipata chawa, Wamisri walipata majipu, Wamisri maji yakageuka yakawa damu, lakini Waisraeli walikuwa salama. Ya pili, Mwenyezi Mungu akaua kila mzaliwa wa kwanza wa Wamisri. Fikiria yule mwanao firstborn wako ambaye unafanya birthday kila mwaka, wakashangaa amekufa. Walilia sana. Mwenyezi Mungu alifanya haya yote ili Waisraeli waweze kutoka katika ile utumwa. Na walipotoka hawa wa Misri wakaanza kuwafuatia. Mwenyezi Mungu akapasua bahari ya Shamu. Ikapasuka ile bahari, wakapita Waisraeli. Wakavuka, ndio wakaimba ule wimbo ambao tunaimba siku ya Pasaka. Nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Mpanda farasi na mpanda farasi amewatupa baharini, wakashangilia. Asa njia ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amewaandalia watoke Misri kwenda katika ile nchi ya ahadi ilikuwa ni njia ya jangwa. Kibiblia, jangwa ni mahali ambapo kwanza hapana uhai. Jangwani hakuna maji, jangwani hakuna mimea. Jangwani ni mahali ambapo majini na mapepo wabaya wanaishi. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba unakwenda jangwani, umetupwa jangwani, maana yake ni mahali ambapo unaenda kufa. Mungu akaamua sasa njia wana wa Israeli ya kupita waweze kufika katika nchi iliyojaa maziwa na asali, wapite jangwani. Je, swali, jangwani Mwenyezi Mungu alipeleka akawaue akawatese? Hapana. Safari ya kwenda jangwani, Mwenyezi Mungu alimwambia Musa, piteni jangwani, mtafika katika mlima Sinai. Mkifika katika mlima Sinai mtaniabudu. Chini ya mlima huu mtaniabudu. Na lengo la Mwenyezi Mungu jangwani wapite waweze kumwabudu. Yaani wasije wakasumbuka na kitu kingine chochote kile, kisije kikawasumbua, kwa sababu fikiria wanapopaswa kuanza kumwabudu Mwenyezi Mungu, Mungu inabidi awapatie amri zake, wanashangaa kuna maadui wanaofuatilia. Mwenyezi Mungu akaamua kuwapitisha jangwani. Nini? Alijua njia ambayo Mwenyezi Mungu wanapaswa kuweza kupita. Sasa sura 17 ambayo tumesikia leo hii, wako jangwani wanaelekea Misri. Wakafika maeneo yanaitwa Masa na Meriba. Sema Masa na Meriba. Walipofika pale, maji yakafanya nini? Yakagoma, wakawa hawana maji, wakapata kiu. Walipopata kiu, wakaondoka wazee, wakamwendea Musa, wakamwambia, wewe umetupandisha huku, umetutoa Misri ili uje utuue na kiu, unatuua sisi na wake zetu. Alafu hayo maneno yalikuwa ni wanaume, kwa sababu wangekuwa ni wanawake wangesema, wangemvalia na nini madela, unatuua sisi na waume zetu. Hasa wakasema unatuua sisi na wake zetu na watoto wetu na wanyama wetu. Musa maskini alikuwa ana kigugumizi, hawezi kuongea. Fikiria watu wamemjalia na kigugumizi, anataka kujitetea, hawezi. Musa akaondoka akamwendea Mwenyezi Mungu, akasema, Mwenyezi Mungu, na kigugumizi kikaisha, wataniua hawa watu, nifanyeje? Wanataka maji. Mwenyezi Mungu akasema, hamna shida, tutafanya kitu. Tumsifie Yesu Kristo. Kwa nini limeletwa hili somo? Linatufundisha kitu gani? Linatufundisha mambo yafuatayo. Ya kwanza, ulikuwa ni muda mfupi tu baada ya Mwenyezi Mungu kuweza kuwainua Waisraeli. Muda mfupi tu Mwenyezi Mungu amewainua kutoka kwenye utumwa, amewapeleka jangwani, wanaenda katika njia ambayo Mwenyezi Mungu anawaongoza, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa anawaongoza. Amewainua, wakamwacha Mwenyezi Mungu. La pili,
wanaingia katika dhambi ya manunguniko kwa sababu ya vitu vidogo, kiu, kwa sababu ya maji. Kwa sababu ya maji. Maji tu yamewapelekea mpaka wakaanza kumnungunikia Musa. Na wanataka kuweza kumpiga, kuweza kumuua kiongozi kwa sababu ya maji. Kiu, hiyo inaitwa kiu. Sasa hii kiu hii ambayo wana wa Israeli waliipata kwa sababu ya kukosa maji, utakuja kusikia katika Injili inavyokuwa. Sasa katika maisha yetu tunaweza kusema kama wana wa Israeli walizidi. Yaani Mungu amewatendea makubwa namna hii, amepasua bahari ya Shamu, amewaoa wazaliwa wa kwanza. Mwenyezi Mungu anawaongoza jangwani kabisa, Mungu anawaongoza kabisa, anawaongoza. Alafu baadaye wanaingia katika manunguniko, walizidi. Unaweza ukajikuta pia hata sisi wenyewe, hadi mimi mwenyewe, hadi wewe mwenzangu, ulio hapa kanisani na unanisikiliza, umeingia katika dhambi hiyo. Namna gani? Kila mmoja ana Misri yake. Hiyo Misri ni katika nchi ya utumwa. Tulikuwa katika utumwa Misri. Misri. Ndugu yangu Mfoi, unaikumbuka Misri yako? Kule nyumbani. Huko Misri huko. Huko Misri huko kuna mmoja alikuwa anawatesa kweli kweli. Sio shangazi, mama mdogo, anawaroga balaa. Misri. Mnaogopa kuja kutembea. Mkata Mwenyezi Mungu, unilinde Mwenyezi Mungu, nilinde. Ukaanza, Mwenyezi Mungu nibariki, ukaanza kusali kwenye komunyo wa kwanza, unasali. Mama anasema, "Soma mwanangu, soma. Baba yenu mdogo huyu, bibi yenu sio nani anayewaroga, soma." Mkasoma. Tukakazana, tukatoka kule Misri. Ghafla Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akatupandisha. Mwambie jirani yako, Mwenyezi Mungu amenipandisha. Mwambie usinione hivi. Kama una wigi fanya hivi. Kama Mwenyezi Mungu amenipandisha mpaka sasa hivi una wigi, unasuka hata hizo nani, una wigi. Ninyi watoto kaeni kimya, hamjui. Tumetoka Misri kweli. Mimi nawaambia kabisa, wengine nguo za ndani mmoja kuvaa darasa la 7. Siwafichi, kweli uongo. Nyinyi mnacheka, kweli siwafichi. Kiatu unavaa siku ya Jumapili. Kiatu unavaa siku ya Jumapili unapoenda kanisani. Kabisa unavaa siku ya Jumapili unapoenda kanisani. Tumetoka Misri, mtu umekamata unafunza. Funza amekukamata, chezea wewe. Tumetoka Misri, magodoro ni mwenye kuna nini kuyalalia shuleni tu sekondari. Misri tumetoka mbali, tumelalia ngozi. Tumetoka Misri. Kote tuko tunasali, Mwenyezi Mungu tuinue, Mwenyezi Mungu tuinue, tunaota ndoto za ajabu, Mwenyezi Mungu tuinue. Ghafla Mwenyezi Mungu akatuinua. Makofi kwa Mwenyezi Mungu. Mengi sana. Piga makofi. Uliyetoka Misri, makofi hayatoshi. Asante. Akatuinua. Sasa alipotuinua, hajatuinua Mwenyezi Mungu tuweze kubweteka, ametuinua kwa sababu anatupeleka katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Wapi huko? Mbinguni kwa Bwana Yesu, ndiyo hazina yetu. Malaika nipeleke, Yesu nipo. Chezea kupelekwa na malaika wewe. Chezea kupokelewa na Yesu. Utakapofika pale, nitakapojibebisha, nitalia. Alafu Yesu atanifuta machozi, nitaongeza na kabua machozi mengine. Yesu anafanya nini? Ananifuta. Tumsifu Yesu Kristo. Wana wa Israeli walipelekwa na Roho Mtakatifu katika safari ya jangwani. Asa katika njia ya malaika nipeleke, malaika anapokupeleka mara nyingi sana hawezi kukupitisha katika njia unayotaka wewe. Anakupitisha katika njia ya Mwenyezi Mungu. Njia ambayo uko mbele, unapoelekea mbinguni utapata nafasi ya kufanya nini? Ya kumwabudu Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau tu duniani kwa makusudi gani? Tu duniani ya kwanza wa Katoliki. Tu duniani kwa kusudi gani? Ya kwanza kumjua Mwenyezi Mungu. Sema kumjua Mwenyezi Mungu. Ya pili kumpenda. Katika kile kipende cha kumpenda ndio kumwabudu. Nampenda. Unapokuja na mimi kuabudu, nampenda. Ndio maana wanakwaya tabia ya kutokuja siku ya Alhamisi, kutokuja kuabudu, hampende Mwenyezi Mungu. Na hiyo dhambi itawakuta. Mnapenda vikoba. Unamkuta katika mwanakwaya leo hii hatueni, mmekaa huko.
alafu una chat na umbea tu muda wa wenzako na abudu. Unafanya dhambi tu. Hamumpendi Mwenyezi Mungu. Leo nawaambieni, hata mkisema nawaambieni, mngekuwa mnampenda Mwenyezi Mungu hapa tungekuwa tunawakuta mmoja kuabudu. Mnaokuja mshukuru Mwenyezi Mungu. Ya kumpenda ndio kumwabudu. Ya tatu, kumtumikia. Yule unayempenda utamtumikia. Utamtumikia tu. Utampikia na ugali na chipsi kwa sababu unampenda. Ya nne, yule uliyemtumikia utaingia wapi? Kwa hiyo unakotumika ndiko utakakoenda. Kipengele cha kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anakupitia mahali ambapo utamwabudu Mwenyezi Mungu katika njia ambayo unayoitaka hawezi kupitisha. Na ndio maana sasa katika safari ya kuelekea mbinguni, Mwenyezi Mungu anapotupeleka anatupisha kwenye jangwa. Jangwa la namna gani? Nitakueleza. 90% ya watu ukiwauliza katika safari ya maisha utasikia kwamba wanaishi maisha ambayo hawakuyataka. Mfano, Musa hakutaka kuweza kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Alikimbia. Alienda wapi? Sehemu inayoitwa wapi? Alienda jangwani, akaenda kujificha huko. Alienda kujificha huko, akawa anachunga tu. Alikimbia kwa Farao. Mwenyezi Mungu akamwambia nenda kwa wakubwa wana wa Israeli, akawa anakataa. Baadaye akakubali kwa sababu ya Mwenyezi Mungu alimtaka. Na kuna watu wanaishi katika wito ambao hadi katika swala zima la ndoa, kuna watu wengine wanaishi na watu ambao halikuwa chaguo lao. Sio yule ulikuwa unampenda. Yule ulikuwa unampenda wa moyo wako, chocolate yako. Ukimwona mimi mpaka moyo kanalia pa. Uishi naye. Kaulize watu wa ndoa. Na huo ndio ukweli. Unaishi tu na huyo kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuletea tu. Ndio maana wanasema huyo ni chaguo lako. Ni chaguo lako. Huyo ni chaguo lako. Ni chaguo lako nini? Kwa sababu mna safari ya kufika wapi? Mbinguni. Yule chocolate wa moyo, baby, sweet, ule mlipenda majina mengine mpaka mabaya hayo hapa duniani, akakupeleka motoni. Lakini huyo amekuletea Mwenyezi Mungu kufika mbinguni. Sasa katika safari hiyo, maisha ya ndoa au maisha ya upadri au maisha ya utawa au hata kama hujafunga ndoa, tuko safarini, tunaelekea mbinguni. Tumetoka Misri, tunaelekea mbinguni. Katikati ya jangwa unasikia ukavu wa kiroho. Lile uliokuwa unalitafuta, niingie katika ndoa. Jamani, niingie katika ndoa. Unashangaa ulipati. Kabisa. Unasema hivi nichagua kweli? Hivi kweli ndio huyu? Hivi ni nani alinishawishi? Hivi ilikuwaje? Ghafla ulipati ile ulikuwa unalitaji, ulipati. Kauliza hadi watawa. Amenyenyekea muda mrefu katika wito. Bwana nakuja. Okay, siku ya Naziri, Bwana utafia malaika. Ukiingia ndani ya maisha yale, lile ulikuwa unalitafuta ulipati. Hadi katika maisha ya upadri, nawaambieni kabisa, unashangaa mtu ameingia, lile ulikuwa unalitafuta katika upadri ulipati. Kiu. Mwenyezi Mungu nibariki, nibariki katika kazi, Mwenyezi Mungu amekupatia kazi, umeingia katika ile kazi. Kile ambacho ulikuwa unatafuta kwenye ile kazi ukipata, muulize Komba. Alikuwa anang'ania sana. Piga, mnichague. Halali usiku. Kila siku mwenyekiti watu wamepigana huko, halali. Sio vibaka polisi, halali. Ukipati kile ulichokuwa unakitafuta. Ukipati, Mwenyezi Mungu nikikatika ndoa, Mwenyezi Mungu unipatie watoto. Umepata watoto wamekwepa, umefika hatua sema jamani, hawa watoto. Ukipati kile ulichokuwa nikitaji kwa watoto, ukipati. Labda uko unahitaji mtoto mzuri, mwenye hivi na hivi, unashangaa ghafla watoto wako wanakuja kuwa mwiba katika maisha yako. Baada ya hapo, kwa sababu ukipati kile ulichokuwa unakitaji katika maisha yako, unaingia katika dhambi ya manunguniko. Unaanza Mwenyezi Mungu, huyu mume ataniua kabisa, huyu mwanaume ataniua, huyu mwanamke ataniua mimi, wewe mwanamke utaniua, watoto wataniua, hii kazi itaniua, hii ndoa itaniua, huu wito utaniua, huu mwili utaniua, hii sura itaniua, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupandisha. Itakuwa hiyo sura, unajua kuna sura mbaya wewe, unajua.
Unajua wenzako kwenye sura mbaya wanajisikiaje? Unajua mwili utaniua. Unajua mwenzako aliye mwembamba kama sindano anajisikiaje? Au watoto wataniua. Unajua wenzako ambao wanaohangaika katika sasa maana watoto, nenda kule Benjamin wamepanga foleni hivi kwa wale magaino, wanahangaika kila siku ni kunywa madonge haya hivi na hivi wapata watoto. Wewe unasema watoto wataniua. Wewe Mwenyezi Mungu umenipandisha, unapiga makelele kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupandisha. Amekuwa katika maisha ya ndoa. Hii ndoa itaniua. Unajua wewe wenzako ambao wapo katika ndoa kinachowauma. Unajua wenzako ambao katika ndoa kinachowauma kwamba kila siku analala yuko mtu mwenyewe peke yake, utafii nyoka. Unasema hii ndoa itaniua. Ili kanisa litatuua jamani, na michango litatuua. Hivi wewe unajua thamani mapadi huyu paroko atatuua mwaka huu, atatuua. Unajua thamani ya kuweza kuwa na kiongozi wa kiroho? Unajua gharama ya kumwandaa padri? Unaijua wewe? Umeshawahi kulipia ada ya mseminari? Unajua gharama wewe? Unajua gharama ya upadri wewe, kwamba nimekataa kuoa? Unajua gharama ya upadri wewe? Unajua unajua gharama yake? Unadhani kama mimi sipendi na mimi kuvaa suti kwenye hizo, kama kwenye mnapokuwa na sisi tuje? Mnajua gharama kwamba padri anakesha usiku mzima anasali kwa ajili yako? Huyo kiongozi wa kiroho. Ndio dhambi ambayo wana wa Israeli wakaanza kumnungunikia Musa. Unaanza manunguniko kwa viongozi wako wa kiroho. Unajua gharama ya kubandaa kiongozi wako wa kiroho? Kwa sababu Musa alisimama katika kiongozi wa kiroho na pia alikuwa kiongozi wa kiserikali, amewatoa, amebeba mzigo. Unajua gharama kubeba mzigo? Dhambi ya manunguniko. Na Waisraeli wakaanza kuitamkia maneno, umetupandisha kuja kutuua. Wakatamka vifo kwa wake zao, wakatamka vifo kwa watoto, hadi katika swala la mali zao, kujinenea maneno mabaya katika safari ya maisha. Kwa sababu ya nini? Ya kiu. Una kiu gani ambayo imekupelekea waje kunena maneno mabaya? Ni kweli. Yaani kabisa ni kweli. Mke uliokuwa naye unafika hatua kabisa inakata kabisa. Wala unaishi naye tu sababu tunatunza tu watoto, lakini mama nasikia tunatunza tu watoto. Na baadaye ukifika tena umri kisukari kisha tadika pap, unamwangalia tu. Huna hamu naye, unamwangalia tu. Lakini umesahau katika safari hii Mwenyezi Mungu amekuletea huyo ili kuenda mbinguni. Mwambie jina yako, tunaenda mbinguni. Mshitue, mwambie tunaenda mbinguni wewe. Acha manunguniko. Amesema mbinguni kule ndiko hazina yetu. Hapa jangwani huna hazina. Hata ufanyeje, hata ujikoboe, hata ufanyeje, umekaa kwenye kioo ufanye hivi uweze kuonekana mzuri, mwambie jina yako, huna hazina hapa. Huna hazina kabisa, na kueleza huna. Utake ustake. Sasa hii walichokifanya, Mwenyezi Mungu akawa ni mvumilivu sana. Na Musa pia alikuwa ni mvumilivu. Mwenyezi Mungu akasema inatosha. Njoo Musa, mtumishi wangu, njoo. Akamwambia hata kama una kigugumizi, piga mwamba. Akaupiga ile mwamba, ukatoka maji. Na Biblia inasema Musa akafanya hayo mbele ya wazee wa Israeli. Akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba, kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli, na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yu katikati yetu au sivyo? Leo nataka nikwambie, acha mateto. Mwambie jirani yako, acha mateto. Mateto kwanza ya nani? Unashangaa unamteta mume wako, usimuone hivi. Huyu baba hovi anakoroma. Si ndio Mwenyezi Mungu amekupatia? Acheni mateto. Mnawateta viongozi wa kiroho, acheni mateto. Alafu mnawateta, acheni mateto. Baadaye utajikuta pia unajiteta wewe mwenyewe. Unawateta viongozi wako wa kazini, huyu bosi simuone hivi. Ovyo. Acha mateto kwa viongozi wako wa kiroho na viongozi wako wa kazini, acha. Mnawateta viongozi wa nchi, acheni mateto. Amjui sadaka gani unayobeba. Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana yuko pamoja na wewe katika safari hii. Bwana singekuwa pamoja na wewe, usingekuwa umefika hapa mpendwa. Kumbuka majaribu uliyopita nayo huko. Kumbuka kipindi kigumu ulichopita nacho. Kumbuka Bwana singekuwa pamoja na wewe, usingekuwa hapa. Acha hiyo. Bwana yupo pamoja na sisi.
hiyo kiu unayoipata, kuna kitu cha ziada ambacho Mwenyezi Mungu anakitafuta kwako. Ndio maana Mtakatifu Agustino akasema mwanadamu hata tulia kamwe mpaka atakapoweza kuunganika na Bwana wake. Ndio maana katika Injili tunamkuta mwanamke mmoja Msamaria. Sema mwanamke Msamaria. Leo Injili ni ya wanawake. Huyu mwanamke Msamaria anapatikana katika Injili ya Yohana sura ile ya 4 kuanzia aya ya 5 mpaka ya 42. Yesu Kristo alikuwa katika safari zake kuelekea Yerusalemu. Akapita eneo linaloitwa Samaria. Hatuna muda wa kuweza kuzungumza mahusiano kati ya Wayahudi na Samaria, tutazungumza siku nyingine. Leo tuende tu moja kwa moja kwenye nini? Yesu na mwanamke Msamaria. Ilikuwa saa 6 mchana. Akawa ana njaa Yesu Kristo. Akawatuma mitume wake, nendeni mjini mkanunue nini? Chakula. Yeye akakaa kwenye kile kisima ambacho Biblia imeandika kilikuwa ni kisima cha nani? Cha Yakobo. Alipokaa pale kwenye kisima saa 6 mchana, kuna jua kali sana kule. Akaja mwanamke huyu amekuja kuteka maji saa 6 mchana. Sasa wataalamu wa mambo ya Biblia, kuna mambo mengi sana ambayo hayajaandikwa nyuma ya hii, lakini nitawachambulia kidogo basi na mwenye ukiwa namsimulia mtu uonekane kwamba nawe ni Mkatoliki, unaijua Biblia. Tumsifu Yesu Kristo. Kikawaida kwa sisi wa kipindi kile tuliotoka Misri tunajua, sio sasa hivi ambao tunaoishi katika kipindi ambapo ukifungua tu bomba maji yanatoka. Kipindi kile akina mama maji huwa wanachota saa ngapi? Asubuhi na jioni. Na wanapoenda kuchota maji, haendi mwanamke peke yake, wanaenda 2 3 wamepita pale. Suzana, Leokadia, Maria, huko njiani kwenye vikao visivyokuwa na mwenyekiti. Watateta umbea shoga nikwambia wanachota maji. Jioni pia wanapitana. Sasa kwa kawaida saa 6 mchana ambao wanaenda kwenye kisima ni nani? Ni wanaume walikuwa wanaenda kuoga. Wanaume kwenye mito wanaenda kuoga mchana, wanaogopa maji ya baridi. Mwanamke huyu akaenda saa 6 mchana, jua kali, peke yake ameenda kwenye kisima saa 6 mchana. Maana yake nini? Mtasikia habari yake. Huyu mwanamke alikuwa bingwa wa kuiba waume za watu. Alikuwa ni mzuri. Fikiria wanaume hao 5, alikuwa na wanaume 6. Alikuwa na wanaume 5. Na mwingine amemweka ndani. Sasa amesema kwa nikachote maji ili nje nipike tule. Kamfungia ndani. Alikuwa ni mzuri. Chezea wanaume za watu, wote wameambatana pale hawamwachi. Wanawake wakamtenga, mwizi waume za watu wakamtenga. Ole wako. Umeniibia mume wangu, tunakuvizia tu. Tunakwenda kuchota maji au kwenye kuni, tunakutandika. Sasa akawa anaogopa kwenda na wanawake wenzake. Ndio bana yeye wanawake wenzake wakiwa nyumbani peke yake amechukua nini? Ndoo ya maji saa 6 mchana, ametengwa. Mwambie jirani yako umetengwa na wenzako kwa sababu ya tabia zako. Unajifanya wewe ni mzinzi, mwenzako alikuwa na wanaume 5 na hakulizika, akatengwa. Wewe huyo tu mmoja anakusumbua, acha naye. Asa amefika pale kwa Yesu. Yesu akamwambia, wewe mwanamke, nipatie maji, nipe maji ninywe. Yule akasema, wewe baba wewe, mimi ni mwanamke Msamaria, inakuwaje unataka maji kwangu? Yesu akamwambia, ungejua na ongea naye, ungejua karama ya Mungu aliyokuwa nayo, ungemuomba huyu, angekupatia maji ya uzima na hutapata kiu kamwe. Yule baba akasema, wewe una maji wewe? Una kisima hapa. Umechota maji kwa muujiza. Wewe unajifanya kama ni mkuu kuliko baba yetu. Akasema, ukiniomba nitakupatia maji ya uzima, utakuwa unakuja hapa. Akasema, wewe baba nipatie hayo maji. Nipe hayo maji
ili nisiwe na kuja huku kwenye kisima. Nimechoka, nimetengwa na kina mama wenzangu, nibakie tu nyumbani na nitawaibia kweli kweli, kwa sababu nitakuwa nina maji ndani mwangu, sitakuwa nakuja huku. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu akamwambia, hamna shida, nitakupatia, ila sharti moja tu, kamlete nani? Mmeo. Akasema, sina mme, sina mume. Manake mimi niko huru, sina mume. Ukienda ndasema sina mume, manake niko huru. Yani unalotaka sina mume. Sasa hii habari kama sina mume ipo kwenye mabano. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wazima mmenielewa. Yesu akamwambia, ni kweli. Unasema ni kweli una mume kwa sababu umekuwa nao hao 5 waume za watu, na uliyekuwa naye nyumbani huko 6. Akasema ghafla huyu mwanamke akabadilisha motion. Akasema, wewe baba, wewe inaonekana wewe ni nabii. Wewe baba ni nabii. Baba, wewe ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Baba, wewe ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Akaanza habari za kuabudu. Akasema, ila baba zetu walikuwa wanaabudu kwenye huo mlima, na nyinyi mnaabudu huko Yerusalemu huko. Akasema, akabadilisha motion ya haraka. Yesu akamwambia, okay, hamna shida. Akazungumza habari za nini? Akasema, ni kweli ninyi mnaabudu msikijua, sisi Wayahudi tunaabudu msikijua, wokovu unatoka kwa Wayahudi. Lakini akasema kwamba itafika kipindi ambacho Mwenyezi Mungu anawatafuta watu ambapo wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hawamwabudu Mungu katika mdomo, hawamwabudu Mungu katika nafsi, katika roho na kweli. Hadi katika swala zima kuweza kumwambia, Mwenyezi Mungu anawatafuta watu kama hawa ambao watamwambia Mungu katika roho na kweli. Hata kama mwalimu amewanenea mabaya, amewauzi, hutaacha kwaya. Hata kama umenenea maneno mabaya, huwezi kuacha kwaya. Hata kama kwenye jumuiya umenenea maneno mabaya, hata kama mambo hayaendi vizuri, utamtumikia huyo mume wako, utaishi maisha yako ya Ukristo katika roho na kweli. Si katika swala zima la mwili. Mwili unafanya nini? Unaisha. Mwenyezi Mungu anatafuta watu ambao wanataka kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Huyu mwanamke stori zikanoga. Akasema hivi, ninajua kwamba maandiko yanasema hivi kwamba Masihi atakuja. Yesu akamwambia, unaoongea naye ndio Masihi. Kuna kitu cha ajabu sana kinachonishangaza. Usije ukamdharau mtu yote yule kwa sababu anaishi maisha ya umalaya, kwamba hajui maandiko matakatifu. Huyu mwanamke alikuwa ni malaya, anaiba waume za watu, lakini alikuwa anajua Biblia vibaya mno. Tumsifu Yesu Kristo. Anajua kwamba atakuja Masihi, atakuja kuwakomboa watu. Anajua Biblia. Usije ukamdharau mtu yote. Hujui kwa nini amemkuta mambo hayo. Basi, sasa hizi stori zimenoga. Yesu Kristo, kitendo cha kukaa na kuongea na huyu mwanamke Msamaria, amefanya mambo makubwa haya mawili. Ya kwanza, amevunja mipaka yote ambayo mtu yeyote yule alikuwa ni Myahudi alikuwa hawezi kukaa na Msamaria. Wasamaria walikuwa wametengwa. Walikuwa wanaonekana kabisa kama hawa hapa sio Waisraeli kweli kweli, kwa sababu ya historia yao mbaya. Walivunja ule original ya Uislamu kwa sababu walioa na kuweza kuwaoa wanawake na wanaume wa Syria, wakachanganyikana, wakatengwa na Wayahudi. Na mtu yote akimwoa mwanamke Msamaria au ameenda kuoa mwanamke Msamaria, alikuwa anatangaziwa msiba. Kwa Yesu Kristo akawaambia, sikilizeni, original yenu ni moja, wote mlitoka Misri. Baba yenu ni nani? Ni Yakobo. Hakuna utengano kwa sababu ya historia. Ni kweli kuna ndugu yako ambaye haishi maisha ya ndoa, ameishi labda ameolewa na mwanaume mwingine, ameolewa huko, anaishi na mai, umemtenga, umeukua kizuizi. Yesu Kristo anapokuja amevunja kile kiambazi cha katikati ambacho kinachotutenga. Usije kumtenga ndugu yako yote. Mwambie jirani yako, usimtenge. Usije kumtenga. Mkristo wewe kazi yako ni kuunganisha. Usije kumtenga kwa sababu ya historia yake mbaya. Hujui kwa nini amemkuta mpaka ameingia katika hiyo dhambi. Usije kumtenga. Ya pili, fundisho la Yesu. Yesu alikuwa ni rabi, mwalimu. Rabi. Na sheria ya Kiyahudi inasema hivi, rabi yoyote yule, rabi proper, aliyesimama na Mwenyezi Mungu, ya kwanza, haruhusiwi rabi kusimama na mwanamke, kuongozana na mwanamke, hata kwenda sokoni haruhusiwi. Kusimama na mwanamke hadharani huruhusiwi rabi. Lakini ingawa sheria zao zilikuwa zinasema kwamba huruhusiwi kusimama na mwanamke, hawa ukisoma katika ile Injili ya Yohana anaongea naye, na waliongelea muda mrefu. Alitumia muda wa kuweza kumsikiliza. Maana yake nini? Tumia muda yule mwenye historia mbaya chafu, ambaye pia hapendwi. Kuna makundi fulani ambayo hapendi, tutumie muda tuweze kuwasikiliza. Tumsifu Yesu Kristo.
kwenye kwaya kuna mwenzenu mwingine yani amejikatia tamaa, amevunjika moyo, mkae mumsikilize. Sawa? Mkae mumsikilize. Mwenzetu mumsikilize. Tulijua tunakujua wewe na kimdomo. Mkae mumsikilize. Kwenye jumuiya kuna mtu mwingine ana historia mbaya, ametengwa. Tena kwa sababu ya nini? Labda kwa sababu ya sura. Kumbuka yule mwanamke Msamaria alikuwa na sura nzuri. Alikuwa ni mzuri kweli kweli. Ametengwa kwa sababu ya sura nzuri. Na amesema vibaya, mumsikilize. Kwani inakuaje? Mumsikilize. Kwenye familia kuna mtu mmemtenga kwa sababu ya tabia zake mbaya. Mumsikilize, inakuaje? Mkimsikiliza, mmempatia muda kuweza kumsikiliza, mtakuwa mmefanya kazi moja nzuri sana kuliko hakuna kuweza kuongea naye. Mmemfungia nini? Milango. Yesu Kristo anavunja mipaka. Anamsikiliza mwanamke Msamaria malaya, amempatia muda mpaka akapiga story, kamleta nani? Mmeo. Sasa huko nyuma, msisahau, fanyeni connection. Niliwaambia Yesu alikuwa na njaa, sio? Akawatuma mitume waende wakanunue nini? Chakula. Amekaa kwenye kisima, mwanamke akafanya nini? Akaja. Sasa huyu mwanamke wamepiga na story, alipoona wale mitume wanakuja, akaacha pale mtungi. Akaondoka. Akakimbia kwenda mjini. Kumbe ile kiu aliyokuwa nayo ya kuiba waume za nini? Za watu. Alipokutana na Yesu ambaye ni mwanaume namba 7. Alikuwa na wanaume 6, akikutana na Yesu mwanaume namba 7 ikaisha. Akaacha hapo na ule mtungi alikuwa anatumia kwenda kufanya kukamata wanaume, kwa sababu alikuwa anawapata wanaume kisimani. Akaacha hapo, kiu yake imeisha, akatoka mbio, akasema ngoja nikawasimulie. Sasa anapoenda kwenda kuwasimulia wale wanaume, na hilo ndio fundisho. Wanasema wataalamu, fanya ufanyalo. Ukifanya jambo lolote lile kwa mwanamke zuri, hata baki nao, lazima aende akasimulie. Lazima aende akasimulie. Lazima hata baki nalo. Linabaki kwake masaa 23:30, lazima litoke. Lazima litoke. Akafika pale, akasema nyie mnajifanya wanaume, twendeni mkamuone mwanaume mwenzenu aliyeniambia mambo yangu yote, kila kitu. Mnajifanya nyie wanaume. Wanaume gani amuone? Twendeni mkaone. Sasa huko nyuma huko, anapowaleta wale wanaume, alipoondoka mitume wakafika, wakamletea pale cha kwanza, akasema hatujawahi kumuona mwalimu anaongea na mwanamke. Inakuwaje leo anaongea na mwanamke Msamaria? Alafu mwanamke mmoja huyo alipotoona ameondoka. Mnanielewa? Kuna kitu gani hapa na Yesu hapa? Basi wakapeka wakasema, Yesu tumeleta chakula kula. Akasema chakula changu ni afanye mapenzi ya Baba, siri nimeshiba. Kwa hiyo ulitufukuza twende mjini tukanunue chakula. Kumbe kuna mwanamke huku amekuletea chakula, umekula, na tulipofika hapo leo huyo akakimbia. Kumbe ndio ni mpango yako. Wakamfikiria vibaya. Na nataka nikwambie, watakao kufikiria vibaya katika maisha ni watu wale wale, tena wakaribu yako sana. Anakutengenezea skendo, utafikiri fundi cherehani amekupima, imenoga shati, skendo imekuwa fiti, uwezi ukakataa, uwezi ukakataa. Wakasema huyu mwanamke amemletea chakula na huyu jamaa amekula. Kuna issue fulani inayoendelea hapa kati ya Yesu na huyu mwanamke. Fundisho, wewe sio wa kwanza kuweza kusingiziwa. Yesu alisingiziwa, lakini alikijua kile. Yesu ndio akamwambia, akasema sikilizeni, na muda mfupi lazima nifanye matendo ya mapenzi ya nani? Ya Baba yangu. Akaanza kuelewesha, lakini hawaelewi. Umetusumbua tu. Kumbe ulikuwa na nani? Umesema unajifanya una njaa, kumbe mwanamke amekuletea. Ghafla huyu mwanamke akaja na lundo la wanaume. Wale wanaume wote walikuwa wanaanguka nao. Akaanza, twende wewe fulani nakufahamu wewe. So je, mwanamke akijua kama umeshaanguka naye, huna nguvu, akamwambia twende kwa Yesu wewe. Sina kufahamu wewe. Twende. Wanaume hao wakaja. Lundo la wanaume wanaenda. Wanawake wakaona, wakasema, leo amechukua wanaume mji mzima. Wakaenda tumfuate huko, wakaenda. Wakajikuta wote, akasema haya, mwanaume mwenzao nani? Huyu hapa Yesu mnamwona. Alafu Yesu akafika pale, akamwambia njoni hapa. Malaya, mwizi wa waume za watu, amekuwa misionari. Hapo ikoje? Nzuri. Karama aliyokupatia Mwenyezi Mungu, akili aliyokupatia Mwenyezi Mungu, uzuri aliyokupatia Mwenyezi Mungu, una kazi
ya kuwavuta kuwapeleka kwa Kristo. Ukiona wanaume nakufuata, waambie twende. Dada mmoja nakumbuka miaka hiyo tukiwa bado vijana, alikuwa ni mzuri kweli, alikuwa ni mzuri. Sasa ule uzuri wake ule wanaume wanamsumbua. Alitokea tu kuwa anapenda sana kuabudu na kwenda kusali. Baadaye akaingia charismatic, akawa anasali sana. Sasa anapoenda kanisani siku ya Jumapili, anapoenda kanisani kipindi kile, oya sister vipi? Anaambia fresh tu. Sister nisubiri, anambia twende tu. Wanapiga pale story, sister kuna jambo nataka nikwambia, anambia twende. Alafu nisindikize sehemu. Tukifika huko eneo, tunaporudi utaniambia hiyo habari yako. Kwa sababu alikuwa ni mzuri, wanaume hao wanaenda. Wanajikuta akifika pale anasema tuingie ndani kanisani. Wakiingia ndani kanisani, wakifika pale baada ya kuabudu, utasikia padri huyu hapa ananitafuta, kwa hiyo muungamishe kwanza, alafu baadaye ndio tutapiga story. Akajikuta amepeleka wanaume wengi hivyo, wameingia charismatic, wameongoza sala ya toba kwa sababu ya uzuri wake. Na uzuri wake alipeleka watu wengi sana kwa Yesu. Akili yako, uzuri wako, biashara yako, kazi yako ikusaidie uweze kuwa misionari.